shabiki wa RS Berkane, ukitaka kuiona timu yako wakati unaishi nje ya makao makuu ya klabu ya RS Berkane, lazima ukate tiketi uende ukaiangalie Mkapa Stadium. Lakini kumbe viongozi wa Simba walikurupuka, hawakujua. Sawa, watu wa kafu walitafsiri kwenye mechi ya awali ya robo finali Al Masry na Simba Sports Club. Sawa, uwanja ulikuwa kama bonde la mpunga. Sawa, kwa hiyo pale kwa sisi watu wa mpira haina shida. Sawa. Hao ndio watu wenyewe wa Simba. Kwa sisi watu wa mpira tukatafsiri sawa, wakafu wako sahihi, kwa sababu uwanja hata kama umefanywa marekebisho, ule uwanja wa mpira sio kama lami kwamba ikiwekwa leo kesho imekauka watu wanacheza, sawa, au magari yanapita. Ule uwanja ni nyasi na udongo. Mvua ukanda wa Afrika Mashariki inanyesha kila leo, hata leo hapa mvua imenyesha. Sawa, haiwezekani wameitwa wa viongozi wakubwa Afrika na viongozi wakubwa wa serikali, alafu mvua inanyesha, uwanja unakuwa kama shamba la mpira la mpunga. Haipendezi. Kwa hiyo kula alikopeleka uwanja uko sahihi na uwanja uko barabara. Kwa sisi kule makao makuu Morocco tuliambiwa hivi kwamba ukichukua flight hapa kwenda Tanzania lazima uhakikishe utaenda Zanzibar. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa na uhakika. Sawa, hatuwezi kuwa na makamo wa rais ambaye anatokea kwa klabu yetu ya RS Berkane halafu akawa mzembe hajui nini anafanya. Sawa, kwa hiyo mimi wakati wanalukaluka niliwaambia hapa kwenye ardhi hii, kwenye kituo hiki cha mwendo kasi, kwamba nyinyi mnalukaluka lakini mchezo utachezwa Amani Complex. Wengine wakataka kuvua nguo, wengine wakataka kuogelea, wengine wakataka kupigana, lakini leo klabu yao imedhihirisha kwamba watakwenda kule, na wanaopamba uwanja wa Amani leo ni wanafiki tu. Ni hao waliokuwa wanataka kupigana siku ya kwanza. Sawa, kwa nini wanataka kupigana? Wanataka kupigana kwa sababu uwanja wa Amani na Zanzibar kwa ujumla, sawa, ni uwanja ambao ukiwa na wachezaji wa mpira utapata unachokitaka, lakini ukiwa na ujanja huwezi kupata unachokitaka. Wanaamini kwamba wao Zanzibar hawawezi wakapata wanachokitaka. Sawa, ndio maana wanakuwa na hofu. Lakini mimi niwaambie, right, kama mtakuja na 100% kama mwalimu wenu anavyosema kwenye press zake, bila ya shaka mnaweza mkaadhibiwa kuliko mlivyoadhibiwa kule, kwa sababu RS Berkane ni klabu ya mpira wa miguu, sio klabu ya ushirikina. Sawa, kwa hiyo mimi naamini kwenye mpira. Sawa, hivi mimi nimweke yule Osama, nimweke mtu mmoja anaitwa Mohamed nani pale, namba ngapi? Namba 8. Alafu nimweke mtu mmoja anamuita Kamara, alafu wewe uweke Ngoma na Kagoma, yaani ngoma mbili zinisumbue, kubwa na ndogo, sitakuwa maajabu ya mpira. Kwa nini? Kwa sababu ya yule Kamara anachotaka kufanya anafanya wakati wowote na kinatokea kwa vitendo. Sawa, amefunga akatengeneza nafasi ya goli la 3 lile. Sawa, muamuzi amekataa au VAR imekataa. Kwa hiyo mimi siamini kwamba sijui muamuzi atoka South Africa, sijui muamuzi atoka, yani muamuzi hata apewe alajiga, mimi niko radhi, kwa sababu mimi nimeiandaa timu yangu kwa wastani wa, ukienda kuangalia logo ya RS Berkane, ukiangalia na logo ya Simba, sawa, miaka ya kuanzisha sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nazidiwa na Rabati na hawa nani wanajiita FAR Rabati na AFN hawa Wydad. Sawa, hawa wananizidi kwenye kununua, sawa, na wananizidi kwenye kulipa. Lakini msimu huu nimepata rais wa mpira kwangu. Sawa, nimechukua kombe toka mwezi wa 3 London, na michezo 5 mkononi. Sawa, kwa hiyo wewe nenda kaiangalie Simba, iangalie na RS Berkane. Wewe mwenyewe hata kama ni mshabiki wa Simba unaweza ukaishangilia RS Berkane, sio dhambi. Kwa hiyo mimi niishie hapo, kwa sababu kwa hiyo maana nimekusikiza hapo umesema kwamba kule uwanja wa Amani, yani kama wanacheza mpira wanaweza wakashinda, ila kwenye ushirikina. Kwa hiyo nataka kuniambia maneno ambayo yanasambaa kwamba kule Amani Complex mbuzi haanguki. Ukienda kusikiliza press au maelezo ya mtu wa kwanza wakati anaanza kuchangia, wazi alikuwa hachangii mpira, alikuwa anachangia ushirikina. Kwa hiyo mimi sipo kwenye ushirikina.
kwa sababu sisi timu yetu tumeijenga kwa nyendo za kucheza mpira. Sawa, ndio maana miaka yote hiyo, sawa, tulikuwa tunashindwa na hao watu wawili au hivyo vilabu viwili, sawa, kwenye njia za mpira. Sawa, sio ushirikina. Sawa. Kwa hiyo mimi naamini kwenye kama watashinda au kama wana timu, sawa, wanaweza wakapata matokeo mazuri. Sawa, lakini kama wana timu ya ushirikina hawawezi wakaifunga RS Berkane. Kwa nini? Kwa sababu kama wataamua kupishana na RS Berkane, sawa sawa na wewe binadamu upishane na hizi treni za Mama Samia kwenye reli yake, utapasuka tu. Sawa. Kwa hiyo mimi niishie hapo kwa sababu wengi naona washaanza kunyanyua mapanga. Sawa, na sisi ni watu wa mpira. Tunaamini kwenye mpira. Shukrani sana, shukrani sana. Shukrani sana. Ni huku kwanza. Haya, okay, ngoja tumalizane na huku. Mtanange ni mkali kwa kweli. Kaka, habari yako? Salama kabisa. Mpaka tarehe 25 ifike watu wamechoka sana. Kwa majina unafahamika kama nani? Mimi naitwa Taliki. Mimi naitwa Taliki. Hilo ndio jina langu maarufu. Ni Morocco, ni Mtanzania mwenyewe? Mimi ni Mtanzania, alafu ni ubaya ubwela. Nikajua niko na shabiki wa RS, kumbe nipo na shabiki wa Simba kindaki. Uwanja wa Amani Complex na uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa unabeba mashabiki zaidi ya 60,000. Amani Complex ni 15,000, sina range kabisa, lakini huu uwanja wa Amani Complex unabeba mashabiki wachache, huku kwa Mkapa ilikuwa ni mashabiki ni wengi. Hiyo uwiano huo wa mashabiki, uone kama inaweza ikaangusha timu katika kupata matokeo? Hapana. Kwanza sisi tunaenda kupeleka ubaya ubwela ndani ya Amani Zanzibar. Wakati Simba inafuzu kwenda nusu finali, inafuzu kwenda finali, tumeenda kufuzu ndani ya Amani Zanzibar. Labda nikuulize, wakati Simba inamfunga Stellenbosch pale, uwanja ulipeleka mashabiki 60,000 au ulikuwa mashabiki 1000 ngapi? Unisaidie wewe mwandishi. Lakini la pili, nikwambia kitu ambacho sichokijua. Sisi wana Simba, nashukuru kwamba mji wowote lazima kuwe na wazee. Na wana Simba hii mechi wamewakabidhi kwa wazee wa Zanzibari tokea siku ya Jumatatu. Labda niwape siri. Tokea siku ya Jumatatu Wazanzibari wamepokea hii mechi na wamesema sisi tumeipokea na tutahakikisha Simba inaondoka na ubingwa ndani ya ardhi ya Zanzibari. Kama mwaka 93 ukubala kombe hili liliondoka, ilichezwa finali likaondoka, basi Wazanzibari wamesema ndani ya mwaka 2025 tutahakikisha hili kombe linabaki ndani ya Amani Zanzibar. Na niwatoe mashaka sio tu wa Tanzania bali wana East Africa wote kwa ujumla kwamba Simba Sports Club anakwenda kuwa bingwa wa mashindano hayo ya shirikisho ndani ya Afrika. Niwaambie, unaona wengi wanavaa jezi sasa hivi kujifanya wao ni mashabiki wa Berkane. Hawana kwa kukimbilia, wanatapatapa. Kwa mfano, kuna mchangiaji mmoja na mjumbe hapa alitoka muda si mrefu akijiita yeye ni mfansi wa Berkane, lakini wiki tu iliyopita kadhaa alisema yeye ni mfazi wa Stellenbosch hapa na akatoa ahadi kubwa sana ambaye alishindwa kuitekeleza. Itakuwa si busara mimi kuitaja, ila kwa ruksa yako ukiniomba mimi nitaitaja. Asante sana. Nashukuru. Tunamuonya asirudie tena, na leo nilikuwa namfuatilia kwa makini. Nashukuru hajatoa ahadi ile tena. Lakini niwaambie wana Simba, Simba ubaya. Sasa nikwambie mwandishi, kama ndugu zetu katika dabi waliogopa mbuzi, kule Berkane tumewapelekea pweza. Wazanzibari wamesema ndani ya uwanja wa Amani kuna nguvu ya pweza inaenda kutumika. Pweza ndani ya uwanja wa Zanzibar inaenda kutumika, kitu ambacho kitakachoenda kufanyika amuto kiamini. Na kama mtangazaji utanibishia, basi nitakuomba ndani ya tarehe 26 urudi tena hapa kuja kuchukua taarifa. Kitu nachokwambia na kuhakikishia, ndani ya dakika 90 Berkane anaenda kufa si chini ya goli 4. Utakuja kunitafuta. Mimi naitwa Tariki. Utakuja kunitafuta hapa. Berkane anaenda kufa si
chini ya goli ngapi? Goli 4. Hilo lipo wazi na Wazanzibari wamepokea kwa mikono miwili, na mimi nasema nguvu ya ubaya ubwela inaenda kutumika ndani ya Zanzibar.